Pata changamoto fulani ambao miaka mitatu iliyopita tulienda utume mwaka 2023 tukapata changamoto fulani ambayo wengi wetu tunaipata tukienda utume. Kujitambua sisi, who are we? Watu kutambua sisi ni kina nani. Mara nyingi tukienda utume sasa kwenye shule tunaulizwa kuhusu majina mashirika yetu, karama, historia. Mfano mimi nimeenda utume nikaulizwa shirika la Upendo, masista Upendo. Ukiangalia kuna mashirika zaidi ya 17 ya masista ambao wanaitwa masista Upendo. Upendo fulani, upendo moyo wa upendo, bega la upendo, upendo mwingi sana. Kutatua hili shida, dunia sasa hivi ni dunia ya technology. So unaweza kwenda utume sehemu yote kuuliza shirika lako, karama yako na nini. Na baadhi yetu hata majina precise yenyewe ya mashirika yetu hatufahamu. So ndani ya miaka mitatu mimi pamoja na ndugu yangu kwa ruhusa ya mlezi wetu na shirika tumeamua kukusanya data ya mashirika yote. Data ya mashirika zaidi ya mashirika 200. Zaidi ya mashirika 200. Sasa ndugu yangu atakuja kueleza. Unaweza kwenda utume ukaambia nataka ukakutana na kijana, nataka kujiunga na shirika la Salvatorian. Wewe utamwambiaje kuhusu Salvatorian? Sasa ndugu yangu ataelezea mambo polepole. Tumsifu Yesu Kristo. Basi tulitengeneza sehemu kwenye website kupitia Google. Kwa hiyo kwa dakika chache ni waombe wenye simu na mnabando data. Kwa hiyo fungua, nenda Google, andika Bonaventures dakika moja. Haraka hapo. Google, pale kwenye Google andika Bonaventures. Ukishaandika hapo Bonaventures. Sawa, Bonaventures. Bonaventures. Hiyo tu inatosha kwanza, kwa sababu ni bonaventures.org. Lakini hata hiyo ukisearch hapo Bonaventures, hiyo ya kwanza inayokuja hapo Bonaventures The Inspired Learners Platform. Hiyo The Inspired Learners Platform fungua hapo. Ukishafungua, kwa sababu ile platform yetu ya discussions na presentations, ukishuka tu kidogo kuna vipengele cha kwanza hapo a space for intellectual ventures where you can, kipengele cha kwanza present, cha pili discuss, cha tatu explore. Hasa hapo kwenye explore kuna sehemu nimeandika Samani, mmeshaipata hiyo Bonaventures kwanza? Hiyo Bonaventures mmeiona? Bonaventures mmeiona? Wengi mmeiona. Kwa sasa sijui kama mtaweza kuona lakini na muonekano kama huu. Asa Bonaventures. Kwa hiyo Bonaventures The Inspired Learners Platform. Fungua pale. Wangapi wameona? Wangapi wamefungua pale? Huku bado sijaona au ni kwamba hamna simu? Bonaventures. Hapo ukishafungua hapo Bonaventures The Inspired Learners Platform, utashuka kidogo. Hapa utaona kuna mashirika tayari, kuna vipengele hapo, kuna Bonaventure Wings. Alafu ngoja kwanza niangalie hawa mababa wakipata, najua wengine mmepata. So unaandika bonaventures.org, bonaventures.org, bonaventures.org. Ukishaenda pale Google itakuletea Bonaventure Inspired Learners. Una click hapo Bonaventures Inspired Learners. Ukisha click unaingia kwenye page inaandikwa Bonaventures The Inspired Learners Platform. Alafu unaenda namba 3 explore. Namba 3 explore. Utakutana na title fupi imeandikwa mashirika. Ukiklik hapo utakutana na mashirika 200 plus. 100 ya wanawake, 100 ya wanaume. Kila shirika limeandikwa original name yake, majina yake sahihi, picha zake, baadhi ya picha za shirika, historia fupi na charism, karama yake. Kuna mashirika mengine, kuna moja hapo namba 200 ngapi na 203 203 limebaki tu na wanashirika wawili tu duniani, la karibia kufa. So tutaliotoa. So ukienda hapo unapata historia ya mashirika mengi sana, zaidi ya mashirika 200. Naomba sana kama shirika lako alipo au tumekosea historia yake au charisma yake utuambie, sababu inatusaidia sana kuna utume. Tukienda utume watu wengi wanataka mtu anakuambia naomba kuhusu shirika lako, sawa hawezi kuyafahamu. Sasa hii hapa ni kazi ya miaka mitatu kwa ruhusa ya wakuu wetu wa shirika.
kazi ya miaka mitatu. Tumejaribu kukusanya data zote. Naomba sana uangalie, na hata mtu yote, kijana mdogo au binti mdogo ambaye anataka kujiunga na shirika, unaweza kumpa option 200 plus za mashirika mbalimbali. Huwezi kumlimit Roho Mtakatifu, huwezi kumlimit. Sasa nampatia mashirika option 200 plus. Yeye mwenyewe atachagua. Kwa hiyo kwa kumalizia kwamba kuna jina halisi la shirika na ufupisho wake. Kwa hiyo kama ni OFM Cup, mfano hapa nimefungua Regular Capuchin Monks of St. Francis of Assisi, CNTO, au ni masista wa maua. Lakini unaweza usijue jina halisi la shirika, kifupisho, wanavyovaa. Wengine wanavutiwa kwa wanavyovaa. Kwa hiyo pale kuna kila shirika tumeweka picha wanavyovaa, alafu karama, historia fupi, anaona ya mkurugenzi. Asanteni sana.